Ndugu zangu, katika siku ambayo nimepewa mtihani mzito, mmoja wapo ni hii. Nilipoambiwa nije kuwa mgeni maalum wa kufungua kongamano hili. Nimeshashiriki kwenye makongamano mengi. Nilipokuwa mwanafunzi, hata baada ya kuanza kazi na nikawa kiongozi. Lakini kongamano hili lina umuhimu wake maalum, kwa sababu tunamzungumzia marehemu baba wa taifa ambaye hakuwa mtu wa kawaida. Alikuwa ni mtu msomi, ni mtu mwenye akili sana. Alikuwa ni mwanasiasa, alikuwa ni mwanafalsafa, alikuwa mwalimu, lakini zaidi ya yote alikuwa ni mtu mwenye utu. Kwa mukhtasari, unaweza ukamtafsiri Mwalimu Nyerere kama taasisi. Alikuwa ni mwanadamu, lakini alikuwa ni taasisi. Na si rahisi kuizungumzia taasisi katika kipindi cha dakika zisizozidi 30 ukaweza kutosheleza wale wanaokusikiliza kwamba kweli umemtendea haki yule unayemzungumzia. Lakini Waswahili wanasema lisilobudi kutendwa. Nilipopewa kazi hii, ilibidi nizungumze na baadhi ya watu ambao wanamjua marehemu baba wa taifa. Jana usiku nilipata bahati ya kukutana na ndugu yangu mmoja. Yeye ni mwanahistoria na ni mwandishi mzuri sana wa vitabu. Na kuna jopo ambalo liliandika kuhusu historia na falsafa ya Mwalimu Nyerere, ikiwajumuisha watu kama Profesa Isa Shivji na Profesa Saida Yahya Othman. Walikwenda kwa rafiki yangu, huyu ni ndugu yangu. Yeye nyumbani kwake ana maktaba. Lile jopo lilipofika kwenye maktaba yake, nilimwambia kwamba katika maktaba zote walizozitembelea kuna maktaba 3 ambazo zina vitabu na taarifa zilizosheheni habari za Mwalimu Nyerere. Ya kwanza ni ya Mheshimiwa Dr. Salim Ahmed Salim, ambaye sote tunamjua. Ya pili ilikuwa ya huyu ndugu yetu anaitwa Mohamed Said, anakaa Magomeni pale. Kwa hiyo niliwajibika kuzungumza naye, na yeye aliniambia hivyo kwamba Ramadhani, una
kazi nzito sana. Huwezi ukamzungumzia marehemu baba wa taifa katika muda wa dakika zisizozidi 30. Lakini akanambia, mimi nitakwambia mambo matatu ambayo siku zote mwalimu ni lazima akumbukwe. Katika miaka ya 90 kuna kaka yetu mmoja, mimi namwita kaka kwa sababu ni mkubwa kwangu, marehemu Juma Mwakati. Alikuwa na gazeti linaitwa Change, lilikuwa la lugha ya Kiingereza. Mmoja wa wahariri wa gazeti lile, jarida lile, alikuwa ni rafiki yangu mmoja anaitwa Abdu Mtemvu. Abdu Mtemvu ni mdogo wake wa mwisho marehemu Mzee Zuberi Mtemvu. Walikuwa wanataka kuandika makala juu ya Mwalimu, ikabidi wawatafute watu ambao walifanya kazi na Mwalimu na walikuwa pamoja katika harakati za kupigania uhuru, ambao walikuwa ni waasisi watano. Wakenda mpaka Mlandizi kwa marehemu Mzee Dosa Azizi. Mzee Dosa Azizi ni mmoja wa watoto wa marehemu Mzee Azizi Ali. Mkisikia Mtoni kwa Azizi Ali, basi ndio huyo. Sasa baba yake, mwanawe Mzee Dosa Azizi, alikuwa ni mhazini msaidizi wa Tanga. Wakenda kumuona, wakamuuliza swali moja katika jumla ya maswali waliyomuuliza. Mzee Dosa, kama nyinyi mliokuwa wakati ule na asisi chama cha TANU kutoka kwenye chama cha Tanganyika African Association, lakini kabla hawajaasisi TANU, kwa sababu Mwalimu alichaguliwa kuwa rais wa TANU mwaka 1953. Asema, hebu tukurudisheni nyuma mwaka 1953, wewe na wenzako, kama mngeambiwa mumchague tena kiongozi atakaye kuongozeni katika harakati za kupigania uhuru, mngeweza mkamchagua tena Mwalimu Nyerere? Akawajibu, bila shaka. Zipo nchi ambazo zimepata uhuru kwa vita, sisi tulipata kwa mazungumzo, na mazungumzo yale yanaendelea hadi leo. Pale ambapo kunakuwa na tatizo, tunahitaji hiki ama kile, kuongea na serikali, inakuwa ni jambo zuri kwenda kwenye mazungumzo. Kwa hiyo tunazungumza na jambo linakwenda. Niwapongeze sana waliomrithi baba wa taifa baada ya kuondoka. Walirithi na tabia yake ya kutaka mazungumzo kila ambapo linatokea jambo gumu, tuzungumze ili tutatue matatizo yetu. Na ndio maana miaka 60 sasa tangu uhuru, nchi yetu inaendelea kuwa na amani, kwa sababu tunazungumza. Kwa hiyo nikasema kwenye hili niwaite, na tutapata watu wa mada watazungumza, ili tuone tunapoenda huko mbele amani hii tunaitunza vipi. Lakini kingine niliona pia tuzungumze na swala la maadili katika kikao hiki cha wazee.
tuna ukosefu ama upungufu kidogo unajitokeza wa maadili. Na tukizungumza maadili, kuna upana mkubwa sana kwenye maadili. Si lazima jambo lako lifanikiwe kwa kunitukana mimi. Yaani jambo lako liende unalolitaka, si lazima unitukane. Nieleze ili tuzungumze jambo litakaa sawa. Hakulelewa katika mazingira hayo. Kwa hiyo na hilo nalo tumesema tulizungumze swala la maadili kama wazee, tulizungumze kidogo katika kumwenzi baba wa taifa. Lakini nilisema pia tuzungumze pia, tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu. Baada ya wiki mbili tunakwenda kupiga kura. Maneno yatakuwa mengi, huyu anasema hiki. Lakini mzangu, katika mazungumzo hayo ambayo Mwalimu aliyafanya tukapata uhuru, yaliendelea kuzungumzwa, na ndio maana tukapata mfumo wa vyama vingi. Vyama vingi vimekuja mwaka 92. Lakini hakukuwa na vita wala hakukuwa na mgogoro. Watu walizungumza kwenda kwenye mfumo wa vyama vingi. Leo tunakwenda kwenye uchaguzi. Tunavyo vyama vya upinzani au tuseme vyama vya kisiasa zaidi ya 17 nafikiri viko katika uchaguzi. Kwa tunaona demokrasia yetu ilivyokuwa na upana wake. Lakini cha kushukuru, mpaka sasa tunakwenda huko kwenye uchaguzi, hali ya nchi yetu bado inaendelea kuwa ya amani. Hali ya nchi yetu inaendelea kuwa na utulivu. Zipo nchi ukienda kwenye uchaguzi kama hivi tayari kuna vurugu, na vurugu hizo chanzo chake na wao wakati wanapata uhuru labda walipata kwa njia ile ambayo nilisema mwanzo. Lakini sisi tunaendelea kuwa na amani. Tunaona kampeni zinazoendelea. Lakini kikubwa ambacho tunaweza kusema ni kwamba tunaona jinsi hawa wagombea wote wanavyoheshimiana. Sijasikia, na kama yuko sijui kama kuna mtu katoa neno lolote la tusi kwa hao wanaogombea. Lakini sisi huku chini, labda watoto wetu tu, ndugu zetu, wana vineno vingi tu vya kashfa, matusi, vitu kama hivyo, kitu ambacho sio jadi yetu. Shaweji Abdalla Mkumbula, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya Kinondoni. Tumejumuika hapa kwenye kongamano hili la kumwenzi au ni kumbukumbu ya kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye yeye ni muasisi wa taifa letu. Tumekusanyika hapa kama ulivyosema, Mwalimu Nyerere alihubiri umoja, upendo na mshikamano. Na kimsingi wa Tanzania bado tunaishi katika maeneo hayo ambayo rais wetu mstaafu, kiongozi wetu, muasisi wetu alituhubiria na alituhusia sana. Nakumbuka hata wakati anakufa alisema angependa kuiacha Tanzania yenye umoja, yenye amani. Kwa hiyo msisitizo ule wa umoja, amani na mshikamano, na sisi tunapenda kuusisitiza hasa kipindi hiki ambapo tunafanya maadhimisho ya kumbukumbu ya kifo chake. Na mwaka huu kama mnavyofahamu ni mwaka wa uchaguzi. Kwa hiyo swala la amani ni swala muhimu na swala nyeti sana wakati huu nchi inapoelekea kwenye uchaguzi mkuu, uchaguzi wa kidemokrasia. Kwa hiyo wananchi wote wa Tanzania, wa Kinondoni, wa Dar es Salaam, sisi wote tunahitaji kuwa na amani, tunahitaji kudumisha amani, tunahitaji kudumisha mshikamano, kwa sababu wote sisi ni Watanzania. Baba yetu na mama yetu ni Watanzania. Kwa tukiharibu nchi yetu, maana yake tunaharibu mahali ambapo ni sehemu yetu sahihi ya kuishi. Mimi naitwa Jamal Mandenda Rwambo, ni kamishna msaidizi mwandamizi mstaafu wa Jeshi la Polisi Tanzania. Kwa sasa ni mwanasiasa na msanii, mwandishi wa vitabu. Kuna uchaguzi unaokuja tarehe 29 mwezi huu wa 10. Kumwenzi Mwalimu, itapendeza sana kama uchaguzi wetu huo utakuwa wa amani na utulivu. Kusiwepo na Mtanzania yeyote ambaye atajaribu kuvuruga amani yetu, tukafanya au watu wakafanya kushindwa kwenda kushiriki katika haki yao ya msingi ya kupiga kura. Vyombo vya dola visiwe chanzo vya uvunjifu wa amani katika siku hiyo.
wanajali sana utulivu wa watu katika maeneo waliopo. Mimi sitoshangaa nikiona ndugu zangu maaskari wanafanya doria katika nyumba za watu, lakini katika sura ya kwamba watu wanapoamua kwenda kupiga kura ni matarajio yao kwamba wakirudi hawatokuta nyumba zao zimevunjwa kwa sababu ya kukosa ulinzi. Kwa hiyo uwepo wa ulinzi wa aina hiyo unakubalika. Kwa hiyo kubwa ambalo mimi ningewaasa Watanzania wenzangu, ili tumwenzi vema Mwalimu, basi tuheshimu sana ulinzi wa amani.